Na Adam ameuliza swali gumu sana. Nianze na hili swala la kwanza au swala la pili la kuhusiana na je, bwana Chalamila atarajiwa ama asitarajiwe. Mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa maelekezo kwa viongozi wote wa serikali ambao wanatamani kwenda kugombea nafasi za ubunge, udiwani au nafasi zinginezo. Na alitoa maelezo kwamba tuandike barua mapema ili tuweze kujulikana. Labda niwaeleze tu waandishi wa habari kwamba mimi kama mkuu wa mkoa sikuandika barua. Sijaandika barua. Na kwa sababu sijaandika barua, maana yake ni kwamba mpaka sasa bado sijatoa nia au bado sijaweka nia. Lakini hata kule ambako ninasikia maneno kwamba bwana Chalamila anakuja nako zilikuwa ni hisia kwamba bwana anakuja, lakini kiukweli ni kwamba kazi hizi ambazo Mheshimiwa Rais ametupatia ni kazi kubwa na zina heshima yake. Na kwa kuwa zote ni kazi za kutumikia watu. Ubunge ni kazi ya kutumikia watu, ukuu wa mkoa ni kazi ya kutumikia watu. Hebu kwa kipindi hiki nibaki na heshima hii ya Mheshimiwa Rais ya kutumikia watu katika upande huu wa serikali. Na wapo baadhi ya watu huwa wanaeneza maneno kule tunakotokea. Mheshimiwa Rais anakataza watu. Kiukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais alishatoa utaratibu na hawezi kumzuia kiongozi yoyote wa kisiasa au kiongozi yoyote wa ngazi kama ya kwangu kutokwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi yoyote. Alisharuhusu ni taarifa, ili unapotoka mchakato wa vetting wa kupata kiongozi mwingine uweze kufanyika kwa uhuru kuliko kufanyika vitu kwa ghafla. Kwa hiyo mimi nadhani kama kiongozi nilimzingatia kiasi cha kutosha, na kwamba hizo zote zilikuwa ni hisia, na kwa sababu sijaandika barua maana yake ni kwamba bado mimi sijawa na dhamira ya kutia nia. Lakini jambo la pili kuhusiana na maji, ni kweli kwamba mkoa wa Dar es Salaam una production ya maji kwa mkoa wa Dar es Salaam ni lita milioni 90. Na lita milioni 90 hizi ni kwamba matumizi consumption ni kama milioni 545 lita za ujazo. So far ni kwamba kilichopo ni kwamba sasa hivi ukiangalia kwa mfano kuna huu mradi mkubwa sana wa Bangulo umekamilika na tayari umekushaanza kuingiza maji kwenye baadhi ya maeneo, tayari kupampu na kusukuma maji kwenye majimbo manne. Jimbo la Ukonga, jimbo la Segerea, jimbo la Temeke na jimbo la Kibamba. Ule ni mradi ambao umetengenezwa kwa zaidi ya bilioni 36. Na kile kituo tu pale cha kusukuma pampu kimetengenezwa kwa si chini ya bilioni 4. Lakini sasa hivi maji kilichopo ni kwamba serikali yetu inaendelea kutengeneza miundombinu ya kusupply ambayo kwa muda mrefu imekuwa ni miundombinu chakavu. Nyinyi ndugu zangu mtaungana na mimi kwamba moja ya miji katika Afrika Mashariki inayokuwa kwa kasi, mtaungana na mimi, ni Dar es Salaam. I wish one day waandishi wa habari tubebane, tuanze kuzunguka kutoka pembe moja kuelekea pembe nyingine. Ukifika Dar es Salaam, unapofika ndio unadhani ndio ulipotoka jana. Kumechangamka na kumechanganya kila mahali. Lakini changamoto hizi za maji, miundombinu ya barabara bado zipo, na ndio maana zinaendelea kutatuliwa.